watu wa Mpwapwa, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa chama upande wa Tanganyika John Wegesa Heche, mwenyekiti wetu wa Baraza la Vijana Taifa ambaye bahati kubwa sana anatoka hapa kwenu, Deogratias Maingira, hongereni sana, pamoja na viongozi wote ambao tumeambatana nao. Ndugu zangu wananchi wa Mpwapwa, tuko hapa Chadema leo, tuna agenda kubwa moja tu, no reforms, no election. Amezungumza hapa kiongozi wenu, anasema uchaguzi wa mwaka 2019, uchaguzi wa mwaka jana 2024 ulikuwa mgumu sana kwenu. Watu wenu walipigwa mabomu, wengine walijeruhiwa kwa sababu tu ya kuna mtu mmoja anataka madaraka kwa nguvu. Lakini sio tu kwamba mambo hayo yalikuwa yanatokea hapa Mpwapwa, yametokea maeneo yote ya Tanzania. Ukienda hapa Manyoni, kuna ndugu yetu pale alikuwa anaitwa George Juma Mohamed. Wakati akipambana na askari kama mlivyokuwa mkipambana ninyi, alipigwa risasi, alikufa, kwa hayupo tena duniani. Hawa askari ambao wamevalishwa uniform ni maskini kama ninyi, mshahara wao unaisha kabla hawajaenda kuchukua, lakini wako tayari kuua raia wasio na hatia ili kumlinda mtu mmoja aendelee kuneemeka na asali ya nchi hii. Dar es Salaam kwenye kata ya Gongo la Mboto, kuna ndugu yetu alikuwa anaitwa Modestus pale. Alikuwa ni mzee, mtu mzima sana, alikuwa anagombea ujumbe wa serikali ya mtaa. Akati akipambana na polisi, tena wale walikuwa ni askari magereza, alipigwa risasi mpaka anakufa. Uchaguzi wa serikali za mitaa, mjumbe anagombea ujumbe kwenye serikali za mtaa. Mbeya Tunduma, kuna kijana mdogo wa miaka 28 anaitwa Steven Chalamila. Alipambana na polisi mchana kutwa, alipofanikiwa brigade usiku walimfuata nyumbani kwake, walimcharanga na mapanga mpaka wanaua. Uchaguzi wa serikali za mitaa, yani mtu awe kiongozi kwenye kitongoji, awe kiongozi kwenye kijiji, inabidi damu ya watu imwagike. Sasa naomba niambie, kama hali ilikuwa namna hiyo kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji na vitongoji, itakuwaje kwenye udiwani na ubunge na urais? Niambie itakuwaje? Wale ambao wanatamani mwaka huu uchaguzi ufanyike, watuambie itakuwaje kama kwenye vijiji, kwenye vitongoji, kwenye mitaa ilitumika mitutu ya bunduki, damu za watu zikamwagika. Itakuwaje kwenye udiwani? Itakuwaje kwenye ubunge? Itakuwaje kwenye urais? Itakuwaje? Kuna kakikundi kadogo sana ndani ya CCM kanajidhania nchi hii waliumbiwa wao, kadogo sana. Wako tayari kufanya lolote, wako tayari kufanya lolote ili mradi waendelee kubaki madarakani, kwa sababu matukio haya hayaishi tu kwenye uchaguzi. Hata uchaguzi ukiisha, yeyote anayeonekana na mitazamo tofauti na watawala, vita. Tunaishi kama digidigi. Unaamka leo, kesho huelewi kama utaamka. Ninyi mlikuwa mnamsikia mtu anaitwa Mdude, alikuwa anaikosoa sana serikali, leo yuko wapi? Walimfuata nyumbani kwake usiku, amelala yeye na mke wake na mtoto wake. Walivunja milango, walivunja mlango wa kwanza, wakavunja na wa pili, wakampiga na kitu kizito, wakaondoka naye. Mpaka leo hajulikani yuko wapi, kwa ajili ya madaraka peke yake.
Na ndio maana tunasema tunahitaji reforms. Tunahitaji reforms. Tunahitaji mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi ili ninyi muwe na maamuzi ya kuamua nani awe kiongozi wenu. Walimuoa mzee wetu Ali Kibao. Umri umeenda, ni askari mstaafu. Ni mwanajeshi mstaafu. Walimshusha kwenye gari. Ukitaka kujua wa watu, aibu imewaondoka kabisa. Walimshusha ule mzee kwenye gari, watu wote wanatazama. Kesho asubuhi alikutwa ametobolewa macho. Amekufa, amemwagiwa na tindikali. Kwa ajili ya madaraka. Madaraka peke yake. Kuna kijana wetu anaitwa Kaswahili. Alikuwa ametoka kwenye mikutano na makamu mwenyekiti kanda ya Victoria na Serengeti. Anaporudi nyumbani Dar es Salaam hatujui hata aliishia wapi. Hapa hatujui ameishia wapi. Haonekani, hajulikani aliko. Tangu tarehe 22 ya mwezi wa 5 mpaka dakika hii walimteka hapa katikati. Na mambo haya ndio maana ninasema ni kikundi kadogo kasisi. Kwa sababu sio kwamba sisi wao wako salama. Kuna mtu mmoja anaitwa Daniel Chonchori, mfanya biashara pale Mwanza. Ni mwana CCM, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM. Alitakiwa kuwepo juzi wanapopitisha ilani yao. Walienda walimteka nyumbani kwake anafanya mazoezi. Mpaka dakika hii hajulikani aliko. Mnaweza mkaona namna ambavyo nchi yetu sasa hivi imefika mahali hakuna ambaye yuko salama. Hayupo katikati yetu, hayupo aliye salama. Sasa hivi wamekwenda mpaka makanisani, wamechanganyikiwa mpaka wameingia kanisani. Wameenda kwa baraza la maaskofu, Father Kitima yuko kwenye ofisi zao, walimchukua wakampiga, tena walimpiga na kitu kizito. Wametoka juzi tu hapo hospitali. Juzi Gwajima anazungumza habari za utekaji. Mmesikia wamefunga makanisa yake, sio? Kwa sababu anazungumza mambo ya utekaji. Nani yuko salama katikati yetu? Nani? Mmoja anyoshe kidole aseme mimi niko salama. Nani? Katika nchi ya aina hii, nani yuko salama? Sasa kuna watu wanasema tukizungumza habari za Gwajima yeye ni CCM, sisi ni Chadema. Mambo ya utekaji, ndugu zangu, wale wanaosoma Biblia kama mimi, nenda ukasome Luka 9:49. Yohana walipokuwa wako mtaani huko wanaponya watu, wanahubiria watu, wanatoa mapepo watu, walikutana na mtu mwingine ambaye si sehemu yao na yeye anakemea mapepo. Wakamkataza. Na waliporudi wakamwambia Yesu, wakasema kuna mtu tumekutana naye anatoa mapepo kwa jina lako, tumemkataza. Yesu akawaambia msimzuie. Yeyote ambaye hasemi kinyume chenu yuko upande wenu. Sisi hatuangalii utakatifu wa Gwajima. Tunasema swala la utekaji ni la Watanzania wote. Tunapaswa kulikemea wote kwa sauti kali bila kujali wewe ni nani. Swala la utekaji halina utakatifu. Hatutafuti nani ni mtakatifu. Tunataka kujua iliyo kweli. Nani anafanya utekaji katika nchi hii? Na ninyi wa Tanzania, jiulizeni swali dogo. Kwa nini watawala wako kimya? Kwa nini wako kimya? Kwa nini wako kimya? Kama mlimsikia vizuri rais wakati anazungumza kumjibu Gwajima, na kama ni kweli mnafanya tafakari ya kutosha, ninyi mtaniambia nani anafanya utekaji katika nchi hii? Nani anafanya utekaji watu wa Mpwapwa? Samia huyo. Sasa wao wana vyombo vya dola, wana mitutu ya bunduki, wana kila kitu, hatuwawezi. Kikubwa ambacho tunapaswa kukifanya watu wa Mpwapwa, ni muhimu sana tukawa tunachukua tahadhari. Hatuwezi kwa sababu wana silaha zote, lakini ni muhimu tuwe tunachukua tahadhari ili wasitubebe kama viroba vya mchele. Tuchukue tahadhari, tulindane.
sisi kwa sisi tuwe tunaangalia nani yupo nani hayupo. Sijui kama tunaelewana. Lakini jambo lingine, kwa sababu wao wana mitutu ya bunduki, wana kila kitu, ili jambo ni waombe wanawake wa Kitanzania, tumlilie Mungu. Tuombe Mungu ajilipizie kisasi juu ya anayemwaga damu za Watanzania zisizo na hatia. Mungu alipe kisasi. Haiwezekani watu wakaona uwao namna hii. Kuna mwanamke mwenzetu yuko Ikulu amekaa kimya, anafurahia. Mwanamke amezaa mtoto miezi 9 tumboni. Nina wasiwasi kama wale watoto sio wa kufikia wa kwake. Kwa sababu kama aliwazaa, alipata mimba miezi 9, akazaa kwa uchungu. Wanawake wa Kitanzania wenzake wanalia, yeye yuko kimya. Kimya kabisa. Inanisikitisha sana. Tunaombe Mungu ajilipie kisasi. Wanawake tusikae kimya, tusinyamaze. Tulie kwa ajili ya matumbo yetu. Tulie kwa ajili ya watoto wetu. Tusikae kimya, tusikae kimya. Mungu hajawahi kufumba macho. Mungu hajawahi kuziba masikio hata asitusikie. Atatusikia, atatusikia na atatujibu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana.